Kwa zaidi ya miaka 60, Mzee Nkwale Ali amekuwa akitengeneza vibatari hapa Morogoro, kazi aliyoianza mwaka 1964 kwa mikono yake. Na nimeamua kuifanya hii kazi kwamba nimeipenda mimi mwenyewe niifanye hii kazi. Anasema kwa sasa soko limedorora, ingawa bado wachache wapo. Kuanzia hiyo mwaka 64 wateja walikuwepo wengi, mpaka imekuja kufikia katika mwaka 80 mpaka 90 na 95 wateja wengi, mpaka ilipofikia katika hii 2003 mpaka 2004 wateja wachache, hamna wateja. Mmoja anakuja kwa kila mwezi mmoja, wanakuja kununua mmoja. Kwa sasa hivi sio kama zamani. Asilimia wengi sana hawaelewi vibatari. Tena hata kama mtoto ukimuuliza kitu gani hiki, anakuambia kopo hili. Sio kibatari. Kibatari kimoja sasa hivi nauza shilingi 1000. Na zamani tulikuwa tunauza ilikuwa senti 5 zamani, mpaka ikaja shilingi 100, mpaka ilikuja shilingi 150. Kwa Mzee Ramadhani Shabani, kibatari si tu chanzo cha mwanga, bali ni sehemu ya historia yake binafsi. Anasema wakati anaoa mwaka 1967 kama mluguru wa asili, alipatiwa kibatari kama moja ya zawadi muhimu za maisha yake mapya ya ndoa. Huwa mara nyingi najaribu kukumbuka asili hiyo, kwa sababu toka wazee zamani naanza maisha wakaninunulia. Baada ya kuniolea mke wakaninunulia na kikorobo hicho. Wakaniambia huo ndo mwanga wa usiku. Ni zana ambayo ya kwenda kulalia kama zawadi, kama vile unapewa tandiko, unapewa kila kitu. Kwa hivyo cha kwanza wakanipa mwanga. Na alinikabidhi baba mzazi kwamba bwana, ita kwenda kuangalia huko katika maisha yako. Huwa anatumia kibatari kama sehemu ya kufundisha wajukuu zake juu ya asili yao, ingawa mapokeo yao si mazuri. Hivi wajukuu hiyo kiwaashia wataangalia mwanga, lakini baada ya dakika 2-3 wakishatandika wanazima, kwa sababu wanakuambia bwana, babu unatuletea mafua, macho yanakuwa mekundu, unakuwa kama mtu mchawi. Nikaambia haina shida. Ingawa kumekuwa na mabadiliko makubwa ya kiuchumi hapa mjini Morogoro, katika ulimwengu wa taa za kisasa na umeme wa gridi, kibatari kinasimama kama kiashiria cha kihistoria. Teresia Mwanga, Azam News, Morogoro.